Anasema jambo la kwanza, an yara al-ithmi fi al-amali min Allah ta'ala liyaksira bihi al-ujub, aone mtu kwamba ibada anayofanya ni taufiki kutoka kwa Allah ili mvunje kujiona. Jambo la pili tukasema, an yabtadia biridha Allahi liyaksira bihi al-hawa, aanze ibada yake kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu na kutaka radhi zake, sio radhi za watu wengine, ili kuvunja matamanio ya nafsi. Tatu, an yabtaghiya thawaba al-amal min Allah ta'ala, ategemee malipo ya ibada yake kutoka kwa Allah, liyaksira tama wa ria, ili avunje tamaa na ria. Tumeelewana? Anasema fa amma qawluhu yara al-idhna fi al-amali min Allah ta'ala, yani ya'lamu anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqahu lidhalika al-amal, fa innahu idha alima anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqahu fa innahu yashtaghilu bishukri wala yu'jibu bi'amalihi. Aanze ibada yake na toa yake kwa kujiona kwamba hiyo ibada na toa ni taufiki, Mwenyezi Mungu kamwafikisha kuifanya. Wangapi bwana wana uwezo wa kufanya ibada na hawafanyi? Salamu, mambo mazuri. Poa. Haya, sawa jamani. Kwa hiyo ajione hivyo, akijiona kwamba ibada hii ni taufiki ya Allah, basi atashughulika na kumshukuru huyo Mungu aliyempa taufiki. Kwa hiyo hata ujiona kwamba amefanya kama yeye, sio uwezo wake, ni uwezo amepewa na Allah tabaraka wa taala kwa kufanya ibada ambayo anaifanya, kwa sababu wapo watu kama yeye, wengine wana akili kuliko yeye, na Mungu hajapa taufiki ya kufanya ibada. Jambo la pili, wa amma qawluhu yabtadi'u bi ridha Allah ta'ala, yani yanzuru fi dhalika al-amal fa in kana amalan lillahi ta'ala fihi ridha fa innahu ya'maluhu wa in alima annahu laysa lillahi fihi ridha fala ya'malu bihawa nafsihi, lianna Allah ta'ala qala inna an-nafsa la'ammaratun bisu. Anasema mtu aione hiyo ibada anayoifanya, ikiwa anaona kwamba hiyo ibada ataifanya kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, basi aifanye, na akiona kwamba hiyo ibada haina radhi za Mwenyezi Mungu ndani yake, asiifanye, kwa sababu atakuwa anafanya kwa matamanio ya nafsi yake tu. Ibada ambayo haina radhi ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni matamanio ya nafsi. Sasa ameleta na kauli ya Mwenyezi Mungu inayosema inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi siku zote inaamrisha mambo mabaya, ndio kazi ya nafsi. Wa amma qawluhu yabtaghi thawaba al-amali min Allah ta'ala, yani ya'malu khalisan liwajhi Allah ta'ala wala yubali min maqalati an-nas, kama ruya an ba'd al-hukama annahu qala yanbaghi lil'amili an ya'khudha al-adaba fi amalihi min ra'il ghanam. Anasema ama kusema kwake mwanazuoni huyo kwamba anatakiwa ategemee thawabu ya hiyo amali anayoifanya, thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anasema maana yake afanye hiyo amali khalisan liwajhi llah, aifanye hiyo amali kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu tu, wala yubali min maqalati nas, asijali watu watasema nini. Sawa, kama ruya an ba'd al-hukama, kama ilivyopokewa maneno kutoka kwa baadhi ya watu wenye hekima na elimu. Wanasemaje? Annahu qala yanbaghi lil'amil, anatakiwa yule anayefanya ibada au kheri yoyote ile, an ya'khudha al-adaba fi amalihi, abebe na kuchukua adabu ya hayo matendo yake mema, min ra'il ghanami,
kutoka kwa mchunga ng'ombe na mchunga mbuzi au kondoo. Qala lianna rai idha salla inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bisalatihi mahmadata ghanamihi, kwa sababu mchungaji akiwa anachunga mbuzi wake akawa anaswali, hategemei wale mbuzi wamsifu, pamoja hao mbuzi wamemzunguka, lakini sio anaswali ili mbuzi wamsifu. Na wewe ukiwa unaswali au unafanya jambo lolote la kheri, usisubiri watu wafanye nini? Wakusifu. Wewe kama yule anaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, asubiri mbuzi wamsifu, na wewe swali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usisubiri watu wakusifu. Sawa? Kadhalika al-amil yanbaghi an la yubali min nadhari nnasi ilayhi, hivyo hivyo anayefanya matendo mazuri asijali watu watamtazamaje. Fayamalu lillahi taala inda nnas, yeye afanye amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hata kama watu wanamuona, lakini yeye asijali kwamba watu watanisemaje. Yeye ajali kwamba yeye anafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa inda alkhala, afanye watu wakimuona, na zingine ambazo zinatakiwa zifanywe watu wasimuone afanye watu ambazo hawamuoni. Swala za jamaa utaswali watu watakuona, lakini swala za sunna na mambo mengine yanayotakiwa kufichwa uyafiche watu wasiyaone. Sawa? Kwa hiyo ataswali inda nasi wa inda alkhala bimanzilatin wahida, yeye akiwa mbele za watu au akiwa peke yake hana tofauti, yeye ni sawa. Sasa yeye anaswali lillahi. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo sawa. Waqala ba'du al-hukama yahtaju al-amalu arba'ata ashya hatta yaslam, matendo na kheri mbalimbali zinataka mambo manne hizi ili ibada zako na mambo yako ya kheri yasalimike, yanataka mambo manne. Awaluha, jambo la kwanza, alilmu qabla bad'ihi, kwanza uwe na elimu ya hiyo ibada unaotaka kuifanya kabla ya kuianza. Lianna al-amala la yasluhu illa bililmi, kwa sababu ibada yoyote au kazi yoyote haiwezi kutengemaa kama huna elimu nayo. Sawa? Hata kama unataka kupika chapati, si mpaka uwe unajua, na ukitaka kuswali uwe unaijua hiyo swala, ukitaka kutoa sadaka uwe unaijua hiyo sadaka unataka kutoa. Sawa? Fa idha kana al-amal bighairi ilmi, mtu akifanya ibada lakini hana elimu na hiyo ibada, kana ma yufsiduhu aktharu mimma yuslihuhu. Sawa? Atakayoyaharibu yani mambo atakayoyafanya kuharibu hiyo ibada yatakuwa ni mengi kuliko atakayotengeneza hiyo ibada. Mtu akifanya ibada yoyote au kheri yoyote ambayo hana elimu nayo, basi mambo atakayoyafanya atakayokuwa yanaiharibu ile ibada au ile kheri yatakuwa ni mengi kuliko yanayotengeneza ile kheri. Tumetoa mfano tu wa mambo madogo. Mtu ajui kupika chapati, haya anachukua unga na chumvi na mafuta, anaanza kutobanga. Huyu yani uharibifu atakaofanya na ile chapati itakayotoka pale, kipi kitakuwa kimeharibika zaidi? Uharibifu utakuwa mkubwa kuliko kachoma mafuta, kachoma ngano, kafanya hivi. Chapati yenyewe kulika itaitwa chapati, lakini inalika hailiki, kwa sababu amefanya bila elimu. Na hivyo ibada haifanywi bila kuwa na elimu. Wewe una swali, basi kaa usome hiyo swala yenyewe ujue. Hilo jambo la kwanza, alilmu kabla bad'ihi, kuwa na elimu kabla ya kuanza hiyo ibada. Wathani, jambo la pili, ania fi bad'ihi,
awe na nia nzuri mwanzo mwa hiyo ibada. Sawa, lianna al-amala la yasluhu illa binia, kwa sababu ibada yoyote ile haiwezi kutegemea isipokuwa mtu awe na nia. Yaani kama unaswali, kama unafanya ibada, nia huna, maana hiyo ibada haiwezi kuwa ibada. Kama kala sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa, kila ibada italipwa kwa nia na mtu atalipwa kutokana na vile alivyonuia. Anasema fa saumu wa swala, ibada ya saumu na swala, wal haji na haji, wa zaka na zaka, wasairu taat na toa zingine zote, la tasluhu illa binia, haziwezi kutengemaa hizo ibada isipokuwa mtu awe na nia. Fala budda min niyatin fi mabdaihi liyasluha al-amal, lazima uwe na nia mwanzo wa ibada ili ibada yako itengemee, ibada yako iwe nzuri, lazima uwe na nia thabiti ya kuifanya hiyo. Wathalithu as-sabru fi wasatihi, yani yasbiru fihi hata yuadihi ala sukuni wa tumaanina. Ili amali yoyote na ibada yoyote iwe itengemae, lazima mtu awe na subira wakati anaitekeleza. Sio wewe unataka hapa uswali kama kunguru, asabru wasukunu, uwe na subira na utulivu wakati unaifanya hiyo ibada. Warabiu, na jambo la 4, al-ikhlasu inda faradhihi, ni kuwa na ikhlasi wakati unamaliza hiyo ibada. Ikhlas maana yake ni kufanya hiyo ibada kwa ajili ya Mola wako tu. Lianna al-amala la yuqbalu bighairi ikhlasi, kwa sababu ibada yoyote haikubaliki bila ikhlasi. Yaani kama umekuja hapa lakini kuja kwako hukuja kwa ikhlasi, wewe ni kijana, unaona unataka kuoa sehemu, unaona baba yake anaswali sana msikiti huu, na wewe umekuja hapa unataka baba yake akuone wewe mswaliji. Ukifika unamwangalia yule baba kakaa wapi, unaenda pale mbele yake, Allahu akbar, sema kijana kiboko, wewe sio mukhlisi, wewe una nia imekuleta pamoja, umekuja kuswali, lakini kilichokuleta wewe ni ikhlas, au umekuja mtu akuone kwamba wewe ni una lengo na unaleleka. Kwa hiyo ikhlas ni kitu muhimu sana. Ibada yoyote haikubaliki isiyokuwa na ikhlas. Fa idha amilta bil ikhlas yatakabbalu Allahu ta'ala minka, ukifanya ibada kwa ajili ya Mola tu, basi ujue Mola ataipokea hiyo ibada yako. Watakabala quluba al-ibadi ilaika, na nyoyo za watu wengine zitakupokea vizuri, kwa sababu umefanya jambo kwa ikhlasi. Kwa hiyo jambo kubwa katika ibada ni kuwa na ikhlasi. Unafanya ibada lillahi, usimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote kwenye hiyo ibada. Tumetoa mfano hapa, wewe umekuja kuswali, lakini umekuja kuswali baba wa binti ya kuone, na hapo hapo unataka kufanya lillahi. Umeshakuwa kwenye ibada moja, umemshirikisha Mwenyezi Mungu na baba wa. Sasa Mwenyezi Mungu, Mtume anasemaje katika hadithi al-Qudusi? Mwenyezi Mungu anasema ibada yoyote Mwenyezi Mungu akishirikishwa na kiumbe kingine, hiyo ibada anamwachia huyo kiumbe, yeye anakuwa mbali. Fa ana minhu bari, sio kwamba itakuja kwa Allah anamwachia huyo uliyomshirikisha, atakupa thawabu yeye, umefanya kwa ajili yake yeye. Naomba Mwenyezi Mungu atujalie ikhlasi katika ibada yetu na matendo yetu yaliyokuwa mema.